Mtazamaji wa kipindi cha Sakasaka, leo hii nimetembelea hii ni kata Kingale wilayani Kondoa. Natembelea miradi mbalimbali ya maendeleo, na nyuma yangu kama unavyoona hii ni shule ya amali ambapo vijana watakuja kujifunza mafunzo mbalimbali yale ya ufundi tunasema kwa ajili ya kujiletea maendeleo yao wenyewe. Basi endelea kufuatilia kipindi hiki cha Sakasaka, bila shaka utajifunza mengi kutoka kata hii ya Kingale kwenye miradi hii ya maendeleo ambayo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya, na kusema ukweli ni miradi mingi sana na inapendeza kuiona ikiwa inatekelezwa kwa kiwango hasa kile cha kimataifa. Basi ni mtayarishaji wako wa Sakasaka Malio Chato Njedengwa, endelea kumakinika nami. Mheshimiwa Diwani, tuambie kuhusiana na usambazaji wa umeme. Transformer, lakini mradi huu ni mradi ambao almost kama una kilomita 6 kutoka kule Msui kwa hizi nguzo kubwa, line kubwa ambayo imekuja hapa Tampori kwa ajili ya kuwaletea maendeleo ya wananchi wa Tampori. Kwa kweli nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa awamu hii ya 6 kwa namna ambavyo ameweza kutuona sisi kata ya Kingale. Kwa kweli mradi huu ni mradi mkubwa ambao umekuja huku, lakini kwa kuja kuleta maendeleo ya wananchi hawa. Uwepo wa umeme kwenye ile eneo tosha kwamba wananchi hao utawanyanyua kimaendeleo. Wananchi hawa kama ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo kwa namna ambavyo wanakuwa ni wakulima na wafugaji, mazao yao wanaotoa shambani, kuna alizeti kama ambavyo tunaweza kupita tukaona kwenye mashamba, kuna mazao ya alizeti. Sasa alizeti ile inaenda kuchujwa mafuta. Kwa hiyo kupitia umeme ni kwamba sasa wataenda kukamua mafuta na mwisho wa siku watauza ile tunasema mazao kuliko kuuza ile malighafi. Sasa wanaenda kuuza nini? Matokeo yale ya malighafi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli kiuchumi wananchi hao wanaweza kupanda. Lakini kupitia hao mashughuli yale yanaweza kupatikana kwa ajili ya kulisha mifugo, lakini na mambo mengine. Kwa hiyo tunasema ule mnyororo wa thamani kupitia mazao basi utapatikana. Lakini pia utatoa ajira. Wao wanaofanya kazi kule viwandani, lakini kuna haya mahindi yetu, kuna watu watatengeneza viwanda kwa ajili ya kutengeneza unga, watakao kuwa wanafanya kazi kule viwandani, na hii sehemu ya ajira watakao kuwa wamepata pia. Kwa hiyo sisi tushukuru sana juu ya hii. Mitaa ya pembeni, ya pembezoni bado haijafika. Na naomba sana serikali basi tufanyie juu chini na kule angalau tupate. Mimi mwenyewe nipo pembeni. Si ndio kuna hizo kwenye vitongoji? Naam. Aha. Vipi lakini shughuli za mbalimbali za kiuchumi zinazoendelea baada ya kuletea umeme? Yaani nashukuru sana kwa sababu sasa hivi hata ukiangalia ukifika hata kama pale kidogo wanachomwa, watu wanachoma badala kujitwisha hiki kitu na uchukua bodaboda ukachome mjini, lakini sasa hivi hapa tunapata watu tunataka kuchomea vitu hapa ikikatika, hata gari hapa likikatika hapa chuma fulani inachomea hapa. Na ni nzuri zaidi kwa sababu watu wamenunua mashine za kusaga unga, za kugoboa kwa ajili ya mradi wa umeme. Nyumba zilizoko katikati ya mji pamoja na mradi wa maji kama huu, kama unavyoona ofisi hii, umeme haujafika huko umeishia mbali kidogo. Hata kwenye taasisi za shule, taasisi zile za kisima cha maji, umeme ule haujafika, na ndio tunauliza kwa nini usifike, kwa nini umeme umeishia njiani? Kwamba hatua za kuvuta umeme ukifika, fomu itakuja ofisini. Mwananchi anachukua fomu, anajaza ndio avute umeme. Lakini kinachofanyika sasa hivi, umeme tunaoona unakuwa umeme ni kama wakinyamela au vile kama ule yani kama warushorusho vile. Umeme hauji kama tulivyoambiwa hatua za awali. Nimeshafuatilia, mmeambiaje? Kufuatilia tukaambiwa kwamba nguzo bwana zimeisha, awamu inayofuata nguzo ndio itafika kwenye katikati ya mji. Unaitwa nani na unazungumziaje mradi wa maji ambao umeletea kijiji cha Tampori? Mimi kwa majina naitwa Saidi Omar Seja, ni mwananchi wa mtaa wa Tampori. Mradi wa maji kweli umetufikia, tumeusifu, lakini baada ya kufikia hatua za mwisho kuna changamoto. Tumewekewa birika zile za serikali ambazo za kuhudumia wananchi, lakini hatimaye birika zile hazitoi maji kama inavyotakiwa, na hatimaye wale wananchi waliovuta maji ndio maji yanapatikana vile. Kwa hiyo tatizo hilo mimi nalisemea kwamba ni changamoto kwa wananchi, na wananchi wanalalamika kwa tatizo hilo. Na vile vile kwenye birika zile changamoto, vifaa vya mwekezaji alivyoweka, birika ikiwekwa kwa mfano zile koki, wiki moja imeharibika. Kwa hiyo changamoto ni hiyo kwa ujumla kwenye swala la maji. Na vile vile kwenye hatua za vikao vya mwanzo kwenye swala la maji, tulivyoambiwa kwamba na wale ule mwekezaji kipindi kile anataka kuanza kukarabati visima vya maji, anasema kwamba maji
yatakayochimbwa hapo bei yake ni shilingi 30, ikiwa kisima cha serikali, kwenye birika ya serikali au kwenye birika ya mwananchi wa kawaida aliyovuta. Lakini hatimaye sasa hivi kinachofanyika ni tofauti na utaratibu wa mwanzo. Kwa hiyo wananchi wanakuwa na changamoto kuhusu hilo. Naambiaje mkandarasi pamoja na viongozi kwa ujumla? Viongozi hawana shida, changamoto kama nilivyoeleza ndio hiyo. Sasa tatizo hatujui mradi huu ni serikali ndio iliyo kwanza, mradi huu hatujui upo kwa serikali au upo kwenye baadhi ya viongozi au baadhi ya kikundi, kwa sababu kama ni serikali, birika ikiharibika au bomba likikatika, wakipeleka taarifa viongozi, inakuwa ni changamoto wale wahudumu kuja kutatua tatizo lile. Mradi wa maji hapa kuna mushkeli kidogo. Kweli mradi tumeupata vizuri na tumeupokea vizuri kutoka kwa mkandarasi, lakini kuna mushkeli kwenye vituo vya kuchotea maji vya umma nje na vituo vya watu binafsi ambao wamevuta maji wako ndani. Shida gani ipo kwenye vituo vya umma? Shida gani? Kwanza kabisa maji hayakidhi mahitaji ya wananchi. Sasa nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba maji yanafika kila mahala? Hapa wale wauzaji kwenye vituo vya maji wanalalamika kwamba mita hazisomi gharama iliyotumika. Wanasoma mita inasoma pesa nyingi sana kushinda mauzo. Ndio. Na iambe serikali kurahisishia ili muweze kupata maji kwa urahisi. Hii wanataka kufuatilia tu wataalamu kwamba ili tupate maji kwa urahisi. Vituo vyote vya Tampori vilivyovuta maji havitoi maji kwa wakati unaowezekana. Hatimaye vituo vile vya maji kuna watu waliovuta maji, kwa hiyo hao ndio wanatuhudumia, lakini vituo vile vya serikali havitoi huduma, havikidhi haja za wananchi. Hii kibanda ambacho kimejengwa kwa ajili ya kuweka tenki pale juu tayari kabisa kwa ajili ya kuwasambazia wananchi maji katika kata hii ya Kingale au katika kijiji hiki cha Kingale, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba huduma ya maji inapatikana kiurahisi kwa wananchi. Na kama unavyoona hapo juu, hilo ni tenki limewekwa hapo juu kama ambavyo tulimwelekeza mkuu wa wilaya juzi ile, na baada ya hapo nafikiri hata kuna mwananchi mmoja akawa kama vile anabishia kama hakuna kitu ambacho kinafanyika, lakini ndio kitu hichi ambacho leo kinafanyika. Na leo mwandishi umekuja hapa, umeweza kujionea kizimba hiki kimeshajengwa na tayari wapo kwenye hatua sasa ya kuweza kukamilisha kuwekaji wa hizi bomba, na akishaweka hizi bomba sasa tayari wananchi waanze kupata maji kupitia kwa sosi hii hapa. Ili sasa eneo la coverage ya hapa, naamini wananchi walioko eneo la hapa na maeneo ya karibu hapa watakuja kuchukua maji hapa, huku tukisubiri bajeti ya kuja kusambaza sasa maji kwenye mtaa wote mzima, mtaa wa Kingale, na kwa sababu Kingale ni moja ya eneo ambalo na watu wengi na kweli wana shida za maji. Sisi tuliona kwa ukanda huu na nikatoa wazo kwamba mradi huu sisi tuunganishe pamoja na watu wa Kingale chini, ni sehemu ya watu ambao wanapata shida ya maji, ili tuweze kupata maji hapa. Na kama unavyoona sasa hivi leo wananufaika eneo hili hapa. Madumu unayaona hapa ni madumu ambayo yako na maji sasa hivi yamejaa. Yaani hawa wananchi wambaki wao kuja kuchukua madumu yao kwenye hivi vituo ambavyo ni vituo vya public. Lakini kuna baadhi ya watu wengine kwenye nyumba zao wapo waliovuta kama eneo la Tampori kama tulivyoona, ambao wanatumia ndani ya nyumba zao. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaona watu wanaenda kuondokana na ile shida. Na kama unavyoona hata mifugo inakunywa maji. Ni sehemu pia tumeweza kusaidia hata wale wenye mifugo angalau kama hivi wanaweza kupata maji. Lakini pia juu yako pale tunaona lile jengo la shule ambalo linaonekana pale. Sio mbali kutoka hapa. Huo mradi kutoka hapa una chemba nyingine ambao wameweka eneo lile la shule. Na tunaenda kuweka na tenki la maji pale shuleni. Ili pale shuleni kwa maana ya matumizi ya shule ni sehemu ya taasisi waweze kutumia maji haya kwa ajili ya miundombinu ile ya pale shule. Kwa maana tuna vyoo na vyoo vya sasa tunapata kulingana na serikali yetu hii ya awamu ya 6 tumeona tunajengewa miundombinu ambayo ni mizuri. Na hasa kama kwenye vyoo tunaona ni vyoo ambavyo vinatumia maji. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima na ile miradi tuweze kulocate iweze kufika kwenye maeneo hayo ili kuweza kuondoa zile shida za wananchi za maji. Inatupa wepesi pia kwenye kufuatilia kero za wananchi, lakini inatupa wepesi pia kwenye kupata utatuzi, lakini kupata taarifa kutoka chini moja kwa moja ambazo zinakuwa moja kwa moja zinakuwa kwa mlengwa mwenyewe, na hivyo kutoa nafasi nzuri zaidi ya kufanyia kazi, lakini pia kuwashirikisha wananchi kwenye masuala mbalimbali ya kimaendeleo moja kwa moja. Lakini pia nimeona mradi mwingine kule wa zahanati. Zahanati ile mnaizungumziaje? Zahanati kwa kweli ile zahanati wananchi tuliitikia, tukawa tumesha changa michango na
serikali kuu ikaweka mfuko wake pale, kweli zahanati haina changamoto yote na huduma ni nzuri kwa upande wa zahanati. Lakini naona kuna bonga la barabara hili. Barabara moja matata sana imetengenezwa hapa. Hii barabara imeanzia wapi? Maanake ulidokeza ulikuwa ni project moja nzuri ndio sababisha mtengeneze barabara nzuri kama hii kutoka Msui mpaka hapa. Ilikuwa kwaje? Hebu tupe maelezo kidogo. Wakati huo tunapata mradi ule wa kupitia mfuko wa jimbo, mradi wa shilingi milioni 500. Tulikuja ambao ulikuwa na kilomita almost kilomita 19.42. Kwa hiyo kwenye zile kilomita 19.42 ambazo tulipitisha kwenye barabara ya chini ambayo ilikuwa inaunganisha Kingale kutoka Kingale chini kuja Tampori, ambayo tulikwenda ukipita kwa barabara ya chini ina kilomita 14, lakini almost zikawa zimesalia kama kilomita kama 5 na point. Kwa hiyo kwenye zile kilomita 5 na point tuliona sasa, na mimi kwa wazo langu mimi kama mheshimiwa diwani, kwa sababu kata ni ya kwangu, najua namna ili tuwaunganishe wananchi wote, niliweza kusuggest kupitia pia na wananchi hao ambayo inaunga kutoka Tampori kwenda Msui, ambayo ina umbali kama kilomita 4 na point. Lakini kingine baada ya hapo zile zilizobaki tuliweza kwenda kuunganisha eneo la Kingale pale kwa ajili ya kwenda kwenye kituo cha afya ambayo ni connection ya watu wengi wanaotoka Ioli, wanaotoka Tampori, wanaotoka Msui, ili waweze kupita kwenye barabara kwenda katika hospitali yao kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Kwa hiyo ni project ambayo tulifanya kwa kuweza kuunga. Sasa kata yetu yote iko connected kwa mawasiliano ya barabara. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeweza kulifanya ile kwa umakini ili zile fedha ziweze kutumika, ziweze kuiunganisha kata nzima. Na sasa hivi ukitaka kutembea basi unatembea kwenye eneo lote la kata, kwa maana ya connection ya barabara zimekaa vizuri. Lakini si tuko Kondoa mji bwana, hivi hautamani siku moja zipigwe lami zote hizi? Swala kama ile linakuja na litafanyika. Kama tunaweza kuona kadiri tunavyokuwa na uzalishaji unavyokuwa mkubwa, basi mwisho wa siku lazima hizi barabara ziwe na lami. Na nafikiri kwa hilo limeweza kuonekana sasa baada ya uzalishaji ambao tunaweza kuuona huko unaokwenda na kodi ambazo watu wanalipa kupitia mazao, gari zinapokuja pale nani, basi mwisho wa siku naamini tutaweza kupata lami. Na kwa spidi hii ya serikali hii ya awamu ya 6 chini ya mheshimiwa Rais Samia, lakini pamoja na viongozi wengine, tuna mbunge mahiri sasa hivi, mimi naamini tunakwenda sasa kuweka lami kwenye eneo letu. Mheshimiwa Mariam naamini ni mtu mwenye spidi, na mheshimiwa Rais pia aliwahi kutuambia katika mkutano wake wa kampeni kwamba ana viongozi ambao sasa wako kwenye spidi, na safari hii anataka kwenda na viongozi wanaokwenda na mchaka. Kwa hiyo naamini kupitia mchaka mheshimiwa Rais na mbunge pamoja na sisi madiwani, naamini lami zitakuwepo kwenye maeneo yetu. Asante. Kwa ni shida kama unavyoona wewe mwenyewe hivi. Ni shida tu. Lakini sasa hivi hapa tutakuwa tunapita tu. Hata kama ni mjini ni dakika 15, tulikuwa tunatumia dakika 20, sasa hivi ni dakika 15. Boresho zaidi la ikiwezekana iwe ni ya kupita mabasi ya abiria Uunga kwenda Dodoma. Ndani ya chama inatekelezwa kikamilifu kwa 100%. Hii yote ni kazi nzuri ya mama yetu Samia, kazi nzuri ya mheshimiwa mbunge Mariam Jitopile, kazi nzuri ya mheshimiwa diwani Abushe Mbuva. Wapo watu ambao walipita hapa wakati wa mvua, aidha wanaenda kutafuta huduma za afya, walipita eneo hili wakakuta maji yamejaa. Kwa hiyo wakati mwingine watu wamesubiria humu, kina mama wajawazito wengine wangewezekana wamejifungulia ng'ambo ya ile eneo kwa maana ya maji yamejaa hapa. Lakini tuna watoto wa shule kama unavyoona huku, tuna nyumba watu wengine wanaishi huku na shule iko huku. Kwa hiyo tafsiri hii, wanafunzi wakati mvua imenyesha maji yamejaa, wanafunzi waliacha kwenda shule kwa sababu ya miundombinu ya kupita. Lakini leo hii kupitia daraja hili, maana wataenda shule kwa wakati, watavuka na watafika shule. Lakini hata wale wanaotafuta huduma za afya watapita na wataenda kwenye maeneo ya huduma za afya na watapata matibabu. Kwa hiyo mimi, uwepo wa daraja hili kiuchumi limenyanyua wananchi hawa, lakini katika kupata huduma za jamii pia wananchi hawa wameenda kunufaika na daraja hili. Ujenzi wa shule za msingi na sekondari katika kata hiyo zimeboresha upatikanaji wa elimu bora katika kata hiyo na ajira. Tuko hapa kwa ajili ya kusimamia mradi wetu wa maabara, umaliziaji wa vyumba viwili vya maabara, kwa maana kwamba tulipokea takriban shilingi milioni 60 kwa ajili ya umaliziaji wa hivi vyumba viwili, na mpaka sasa tupo kwenye hatua za mwishoni kabisa. Sasa hivi tupo kwenye hatua za kuweka mfumo wa maji, tushamaliza mfumo wa gesi, tiles na baadhi ya mifumo yote muhimu ya kuhusiana na maabara tumeshamaliza tayari. Lakini huu mfumo, hizi maabara ambazo zimeletwa na Mama Samia ambazo zitafanywa ukarabati, sisi kama wataalamu walimu wa sayansi zitaturahisishia sana kwenye ufundishaji.
tukiwa na maana kwamba watoto wetu wanatakiwa wajifunze tangu wanapokuwa form 1 mpaka anapofika huko mbele, ajifunze masuala ya sayansi, hasa kwa kuzingatia, kwa maana kwamba afanye practical kwa kila somo la sayansi. Kwa hiyo tunaamini sana kwamba hizi zitaturahisishia sana sisi pamoja na vijana wetu ambao tunawafundisha. Mnaiambiaje serikali ya awamu ya 6? Naona miradi mingi sana imeletwa kwenye shule yenu. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kweli ametupatia miundombinu mingi, sio tu maabara, tunayo madarasa, tunavyo vyoo pamoja na miundombinu mingine ambayo yote hii ni kwa ajili ya kuweza kuwezesha ufaulu kwa wanafunzi wetu Tanzania. Kwa hiyo viwango vile vya ufaulu bila shaka kwa masomo ya sayansi vitapanda sana miaka 2-3 ijayo. Naam, sio miaka 2, tangu sasa hivi tayari tumeshaanza kuona matunda, kwa sababu hii miradi haijaanza leo. Takriban tangu Mama Samia ameingia madarakani, hii miradi kidogo imekuja mingi. Kwa hiyo hata wanafunzi wetu tayari ufaulu ushaanza kuongezeka, tunajivunia kwa kweli. Kwa majina naitwa Yusuf Mohamed Sabana, ni fundi bomba. Nipo kwenye jengo hili la maabara ya shule ya sekondari Dirai hapa. Kiukweli mimi ninachopongeza kwenye serikali yetu, ni jambo zuri kufanya miradi kama hii, inakuwa ni fursa kwa sisi mafundi kama sisi ambao hatuna kazi, tunakuwa tunajipatia na sisi riziki kwenye kazi kama hizi. Na kama unavyoona jengo linaendelea kukamilika, na sisi ndio mafundi hapo tunafitisha pipe za naniliza maji safi na maji taka kwa ajili ya hii maabara hapa. Unaambiaje wanafunzi ambao watasoma hapa kwenye maabara hii? Kiukweli kwa miundombinu iliyowekwa hapa, kwa wanafunzi ambao watasoma hapa, kwanza itawarahisishia sana kuelewa, ni tofauti na ile kuelekezwa kitu tu bila kwa kukiona. Yaani hapa practical watakao kuwa wanafundishwa hapa, ni vifaa vipo hapa vya kisasa na kila kitu, kama hali unavyoona miundombinu inapowekwa hapa, kutakamilika, kutakuwa na mandhari ya kueleweka na itawapa wanafunzi kuelewa vizuri. Una ujumbe gani kwa serikali ya awamu ya 6 kuhusiana na miradi hii? Mimi niseme tu naishukuru sana serikali ya awamu ya sasa, inafanya mambo mengi, hususan miradi kama hii inaitekeleza mingi sana kwa shule zetu kama hizi za vijijini, na zenyewe kuwa na vitu kama hivi huko zamani haikuaga hivi. Kwa hiyo mimi naipongeza sana serikali yetu, kwa sasa hivi inapambana vizuri sana kuhusiana na swala la elimu. Mbunge anaweza kutoa hizo fedha ili tuweze kulimalizia, lakini sambamba na hilo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaweza kutujali sisi kwenye kata ya Kingale. Kama ambavyo unaona madarasa haya yalivyokaa, na madarasa yote yanayoona, Mheshimiwa Rais ametoa fedha za kutosha kwa ajili ya kuweza kukamilisha haya madarasa. Kwa hiyo kama unavyoona shule ya Msui sasa inakuwa na ukamilifu wa vyumba vya madarasa kwa kiasi cha hao watoto ambao tulionao, na vyumba sasa vinaenda kwa vyumba 8. Kwa jambo ambalo kwa kweli tunashukuru sana. Kosa tunayaona wakati mwingine sisi tunaweza kuyageuza kuwa kama fursa ya kuweza kubadili miundombinu ya elimu, lakini na mambo mengine, lakini pia kuweza kumrekebisha yule ambaye pengine wakati mwingine inaweza kaona hata akipita anasema darasa hili limejengwa kwa sababu mimi nilifanyaga makosa. Darasa hili limejengwa kwa sababu mimi nilifanyaga makosa. Mwisho siku inawezekana ile jambo atakuona na jirecall kwenye kichwa chake. Kwa hiyo inawezekana ni mtu ambaye anaweza sirudie kufanya. Lakini pia kwa wale wengine ambao pengine walikuwa wanataka na wao kufanya kwa vificho, wanasema ukiona ile darasa liko pale limejengwa na makosa ya watu fulani walikuwa na. Kwa hiyo sasa inapelekea, lakini pia hata wale wanafunzi wa hii shule wao wanajifunza, sema kuna wale watu walifanya makosa ndio walikuja kujenga haya madarasa ambayo tunasomea sisi. Kumbe sasa sio tabia nzuri kufanya makosa. Kwa hiyo hapo unaenda kumfundisha na yule mwanafunzi pia. Takriban shilingi bilioni 7 zimetolewa kwenye kata hii ya Kingale na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kuboresha miundombinu. Kama unavyoona darasa zuri kama hili limejengwa kwa ajili ya kuwasaidia walimu, lakini miundombinu mbalimbali imejengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma za kijamii zina